Leo kuna mjadala mzito sana nchini Kenya. Je, serikali inaweza kumkata rais mstaafu mafao yake? Na zaidi, je, hii ni sheria inayotekelezwa au ni siasa zinapangwa kwa ustadi mkubwa? Leo tunaingia ndani kabisa ya suala hili kuhusu Uhuru Kenyatta, mafao ya marais wastaafu na ukweli ambao wengi hawajui. Karibu ndani ya Mr. Zack ili nikupee matukio kama haya na mengine mengi. Kumbuka kusubscribe ili ukwe wa kwanza kuyapokea makala ya kila wakati. Kwanza kabisa, ni muhimu kuelewa kuwa mafao ya marais wastaafu ni hisani, ni haki kisheria. Nchini Kenya kuna sheria inayoitwa Presidential Retirement Benefits Act. Sheria hii inasema wazi kuwa rais mstaafu anastahili mshahara wa kila mwezi, ulinzi wa serikali, ofisi na wafanyikazi, matibabu, usafiri. Lakini kuna masharti. Sharti kubwa zaidi ni hili: rais mstaafu hapaswi kushiriki siasa za ushindani moja kwa moja. Na hapa ndipo jina la Uhuru Kenyatta linaingia katikati ya mjadala. Je, mafao yanaweza kuondolewa? Jibu ni ndio, lakini si rahisi hivyo. Serikali ya Kenya Kwanza haiwezi tu kuamka na kusema tumekata mafao. Lazima ithibitishe kuwa kuna ukiukaji wa sheria, na mara nyingi swala hili linaweza kufika mahakamani. Hii inamaanisha kuwa huu ni mchakato wa kisheria, sio kelele za kisiasa pekee. Lakini swali linakuja, je, hatua hii inaweza pia kuwa na lengo la kisiasa? Hebu kwanza tuangalie watangulizi wake Uhuru Kenyatta. Tukiangalia historia, Daniel Arap Moi na Mwai Kibaki, wote wawili waliendelea kupokea mafao yao hadi walipofariki. Kwa nini? Kwa sababu hawakuonekana kujihusisha waziwazi na siasa za ushindani baada ya kustaafu. Hii ndiyo tofauti kubwa na hali ya sasa ya Uhuru Kenyatta, ambapo baadhi ya viongozi wanadai bado ana ushawishi au anachangia mwelekeo wa kisiasa. Sasa tukisema mafao yanaondolewa, ni nini kinaweza kutokea kwa Uhuru Kenyatta? Kwanza, atapoteza baadhi ya huduma za serikali. Ulinzi maalum unaweza kupunguzwa. Ofisi na wafanyikazi wa serikali wanaweza kuondolewa. Lakini ukweli ni huu: Uhuru Kenyatta si mtu wa kawaida kifedha. Hivyo haitakuwa pigo la maisha, bali litakuwa pigo la hadhi, yani status, na pengine faida ya kisiasa. Kwa nini? Kwa sababu anaweza kuonekana kama analengwa, na hivyo inaweza kumwongeza huruma kutoka kwa wananchi. Hapa ndipo tunaona kuna siasa ndani ya sheria. Hapa mambo yanakuwa ya kuvutia zaidi. Ikiwa kweli Uhuru Kenyatta ataungana wazi na upinzani, anaweza kuongeza nguvu ya kisiasa kwa upande huo. Anaweza kuadhiri baadhi ya kura, hasa maeneo yenye ushawishi wake. Lakini pia William Ruto na serikali yake bado wana msingi wao imara. Hivyo basi, hii si vita vya mtu mmoja, ni vita ya uchumi, ujumbe kwa wananchi na imani ya wapiga kura. Kwa kifupi, mafao ya marais wastaafu nchini Kenya ni halali, lakini yana masharti. Yanaweza kuondolewa, lakini si kwa urahisi. Na kwa kesi ya Uhuru Kenyatta, swali halisi si mafao pekee, ni hili: je, hii ni sheria inatekelezwa au ni siasa zinachezwa kwa akili kubwa? Wewe unaonaje, mtazamaji wangu? Je, Uhuru Kenyatta anafaa kuendelea kupata mafao hata akijihusisha na siasa, ama sheria ifuate bila kujali jina? Andika maoni yako hapo chini. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii kwa wengine, kwa sababu hapa ndipo tunachambua siasa bila uoga wowote. Mpaka wakati mwingine, mimi ni wako Nyampunde Zack.